Roma Mkatoliki ametoa tathmini na uchambuzi kuhusiana na idadi ya watu ambao serikali inasema kwamba walifariki kutokana na machafuko ya Oktoba 29. Sasa kwa mujibu wa Roma anasema kwamba serikali imetaja idadi ya watu 518 kama watu wachache sana, na hii ni kutokana na kwamba hawa watu waliofariki walikuwa wanafariki katika maeneo tofauti tofauti. Yani ni vifo ambavyo vimetokea sehemu tofauti na vinaonekana kuwa vimetapakaa, lakini kama ingetokea kwamba hawa watu wamefariki ama wameuawa katika sehemu moja, basi ndio watu wangeelewa uzito wa idadi ya watu ambao wamefariki. Yani kifupi alikuwa ametoa uchambuzi kupitia mtandao wake wa X, ambapo alikuwa ameandika hivi na mnukuu: watu 500 unaweza ukawaona ni wachache na wasikushtue sana, kwa sababu tu wako scattered, huku 20 kule 80 hapa 90 na kadhalika. Ngoja ni kuwekee kwa pamoja uone utaifeel impact yake. Shule yenye form 1 mpaka 6, chukulia kila darasa lina wanafunzi 25 na kwa kila darasa lina mikondo mitatu, yani ABC. Form 1 mpaka form 6 kutakuwa na wanafunzi 450. Ukiongeza na walimu na staffs 50, tunapata idadi ya 500. Jamaa wameua shule nzima. Hii nchi iliaminika wazee ndio watatuvusha cause wana busara na hekima, lakini wazee ndio wamekuja kuwa takataka kabisa. Ikaja kuaminika vijana ndio wa replace wazee cause damu changa italeta positive changes, lakini vijana hao ndio wakatusaliti kabisa na kuanza kutuua vijana wenzao. Ikaaminika wanawake wapewe nafasi na wao hawa ni mama zetu, na always mama ana huruma, lakini wanawake ndio wamekuwa makatili kumzidi shetani. Kimbilio la mwisho likawa kwa wasomi cause wana vision na knowledge watasaidia kutuvusha. Lakini ndio kama mnavyoona wanaoita wasomi maprofesa ndio daily wanaturudisha nyuma, wamejaa kwenye mfumo na ndio wamekuwa maandazi kabisa. Ni kama kila approach inakataa. Yes, ufafanuzi wa Roma ukiufuatilia ana point na kitu ambacho amekisema. Kwanza amezungumzia kuhusiana na swala zima la kuamini wazee kwamba wao ndio busara na kila kitu, lakini muona kabisa kwamba tuna wazee ambao sitaki ni wataje, au sio bana, ambao wapo kwenye wamepewa ngazi kubwa kwenye serikali, lakini maoni yao ambao wanayatoa yapo tofauti kabisa na sio maoni ya kutaka kuliponya taifa. Lakini pia ametaja swala zima la kuwa na wanawake kwenye nafasi ambazo naamini kwamba ndio wana huruma kabisa, lakini kiongozi mkuu wa nchi ni mwanamke, au sio bana. Lakini kwa mujibu wa Roma anachokifanya ni tofauti sana na moyo wa mama ambao tumezoea kujua. Lakini pia akasema kwamba vijana wengi ambao tuliwazoea kwamba wao labda ndio watakuwa wakombozi baada ya wazee kufeli, ndio hao ambao wametumika kama polisi kuja kuwapiga, kuwajeruhi na kuoa Tanzania wenzao. Lakini kwenye swala zima la wasomi, tunaiona taarifa ama ripoti ambayo imetolewa na Jaji Chande juzi kati. Hiyo ni taarifa ambayo imeandaliwa na wasomi kabisa. Sasa kwa upande wa Roma Mkatoliki anaona kabisa kwamba kila njia imefeli, kuwategemea wanawake na kutegemea wanawake wenye mioyo wa kina mama, mpango huo umefeli. Lakini pia kwa upande mwingine kuwategemea wasomi maprofesa, mpango huo umefeli. Kuwategemea vijana wenzetu, mpango huo umefeli, na pia kuwategemea wazee, pia mpango huo umefeli. Sijui kama unakubaliana na hiki ambacho amekisema Roma. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja comment.